Jumla ya madaktari bingwa 50 wamewasili mkoani Geita kwa ajili ya kutoa huduma maalum za kibingwa kwa wananchi wa mkoa huo wenye takriban wakazi milioni 2.9. Madaktari hao wanatarajiwa kusambaa katika hospitali zote za halmashauri 7 za mkoa wa Geita ili kuwahudumia wananchi katika maeneo yao ya karibu. Akizungumza wakati wa mapokezi ya madaktari hao, kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Geita, Dr. Stephen Mwaisobwa, amesema kuwa ujio wa madaktari hao ni hatua muhimu katika kuimarisha utoaji wa huduma za afya, hususan utambuzi na matibabu ya magonjwa sugu kama saratani. Kwa upande wake, kaimu katibu tawala mkoa wa Geita, Helman Matem, amesema mpango huo umesaidia kuwafikia wananchi walioko vijijini ambao mara nyingi hukosa huduma za kibingwa kutokana na umbali na changamoto za miundombinu. Hii ni News Update Media. Tume ya Madini ina furaha kualika wadau wote wa sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na makampuni ya uchimbaji, watoa huduma na wafanyabiashara wa madini kushiriki katika jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini LCCF 2025. Jukwaa hilo litafanyika katika ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza tarehe 16 mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Juni mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na mgeni rasmi atakuwa ni Waziri wa Madini, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kauli mbiu ni ongezeko la ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, chachu ya ukuaji wa uchumi Tanzania. Jukwaa hili litajumuisha mawasilisho, midahalo, mafunzo, maonesho mbalimbali kutoka taasisi, serikali, makampuni ya madini na watoa huduma migodini. Kushiriki, tafadhali jisajili kupitia link ya rcforum.tumemadini.go.tz au wasiliana na ofisi kupitia barua pepe ya local-content@tumemadini.go.tz au piga simu namba 0658050500. Mwambie jirani au mwambie jirani kuwa nyote mnakaribishwa. Kwa majina naitwa Dr. Stephen Mwaisobwa, ni kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Geita, na siku hii ya leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2025 tumepokea idadi ya madaktari bingwa 50 kwa ajili ya kuja kutoa tiba katika mkoa wetu kwa muda wa siku 6, yani kuanzia leo tarehe 16 mpaka tarehe 21 mwezi huu wa 6 mwaka 2025. Madaktari bingwa tuliowapokea ni kutoka katika sehemu mbalimbali za nchi yetu, ambao sasa kupitia mpango wa madaktari bingwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan watakuwa katika mkoa wetu kwa ajili ya kutoa tiba za kibingwa kwa wananchi wa mkoa wetu wa Geita. Mkoa wetu wa Geita una wananchi takribani milioni 2.9. Kwa hiyo hao madaktari wakuja watasambaa katika halmashauri zote, katika hospitali zote za halmashauri katika mkoa wetu. Tuna halmashauri 6, lakini tuna hospitali 7 kwa maana kwamba za halmashauri, kwa maana kwamba halmashauri moja ya Geita DC ina hospitali 2, Mzela na hospitali ya Katoro. Kwa hiyo zote hizo zitakuwa na madaktari bingwa. Kwa hiyo tunategemea ndani ya wiki wananchi wetu watapata huduma za kibingwa ambazo hawalikuwa wazipati katika maeneo yao. Ilikuwa inabidi wasafiri mbali mrefu kwa ajili ya kupata huduma hizi, lakini kwa ujio wa madaktari hao sasa maeneo yale waliopo wataenda kupata huduma hizi. Na sisi kama mkoa tumeshawahamasisha wananchi, tumeshawatangaza, kwa hiyo wananchi wanafahamu na wanawasubiri kwa hamu madaktari hao ili kupata huduma hizi. Na madaktari ambao wamekuja ni madaktari bingwa. Kuna madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani, kumaanisha kwamba magonjwa kama vile kisukari, kama vile pressure na magonjwa mengine, lakini pia kuna madaktari bingwa wa upasuaji ambao watadili na mambo mbalimbali, lakini pia kuna madaktari bingwa wa usingizi, lakini pia kuna madaktari bingwa wa watoto, kuna madaktari bingwa wa pua, koo na masikio, lakini pia kuna madaktari bingwa wa kinywa na meno na madaktari bingwa wa magonjwa ya kina mama. Wote kwa pamoja watagawanyika katika halmashauri mbalimbali, hawatakuwa sehemu moja, kila halmashauri wataenda. Kwa hiyo tunategemea wananchi wetu katika wiki hii wataenda kupata zile huduma za kibingwa ambayo mwanzoni ilikuwa na walazimu wasafiri mbali mrefu, lakini sasa hivi watazipata katika maeneo yao. Sisi mkoa tunashukuru serikali kwa fursa hii, na tunashukuru sana uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea hii fursa katika mkoa wetu, na wananchi wetu wataenda kufaidika kipekee sana. Asante. Dr. inaonekana mkoa wa Kandazio kujihisi kwamba wana shida yote, basi wao wanawahi katika vituo vyetu vya afya. Mkoa umekuwa ukitoa huduma za matibabu ya TB
kwa gharama nafuu na wakati mwingine bure kabisa katika vituo vyetu. Shida tu ni kwamba watu wanashindwa kuja kupata hizo huduma mapema. Kwa hiyo inafikia mahali sasa mpaka inakuwa chronic mpaka kuja kupata. Na kwa sababu ya shida ya kuwa na machimbo, watu wengi wakishakuwa kwenye machimbo huwa hawaendi hospitali kupata huduma. Wanakuwa wanatafuta dawa wanatumia, lakini hata hivyo mkoa tuna program mbalimbali kwa ajili ya kwenda kwenye machimbo kuwatafuta wale ambao ni waathirika au wana vile viashiria kwamba wana matatizo ya TB, na huwa tukitoa matibabu. Lakini kwa uwepo wa madaktari hao sasa ni fursa tunatoa kwa mwananchi yote ambaye anajisikia kwamba na changamoto yote au anajihisi, wakati mwingine unaweza kujihisi kwamba mimi nihisi hivyo na hisi kuna kitu kiko sawa, basi njoo ili uweze kupata matibabu mapema. Usikae mpaka pale ambapo unashindwa kufanya shughuli zako au unashindwa kulala ndipo uende hospitali. Ukiwahi kupata matibabu hatua za mwanzo, magonjwa mengi yanatibiwa vizuri na yanapona kwa haraka kuliko pale ambapo mtu anakuwa amechelewa na mambo yake kidogo yanakuwa complicated. Kwa hii programu ambayo Mheshimiwa Rais ameanzisha, ni programu njema. Inatusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuwafikia wananchi wale wa mbali vijijini ambao wakati mwingine hata uwezo ni mdogo wa kuweza kukutana na madaktari bingwa. Kwa nafasi kama zinapopatikana tunakutana na wananchi wetu, inasaidia sana kuondoa zile changamoto za kiafya ambazo wananchi wetu wanazo huko vijijini. Mimi nadhani ni wazoefu mmeshapita maeneo mbalimbali. Na ukifika huko vijijini unaona hali halisi ya wananchi jinsi wanapopata changamoto za magonjwa. Kwa mkoa wa Geita kwanza tuna jumla ya madaktari 50 na kuna halmashauri 7. Kila halmashauri itapokea seti ya madaktari 7 isipokuwa halmashauri ya Geita Town itapokea jumla madaktari 8 ambako ameongezeka daktari bingwa wa kinywa, wa pua, sikio na kinywa. Kwenye hizo seti ya madaktari 7 kuna daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake, kuna daktari bingwa wa magonjwa ya watoto, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa kinywa na meno, daktari bingwa wa usingizi. Huduma hizi za kibingwa zina manufaa makubwa sana kwa wananchi wetu ambao hasa wako pembezoni, kwa sababu wamekuwa wakiteseka kwa sehemu kubwa sana katika kupata hizi huduma katika hospitali za mikoa, za rufaa mpaka za taifa, kwa sababu kufika katika hizo hospitali kimsingi zinahitaji gharama kubwa sana ambazo wananchi wengi kutokana na hali ya uchumi na kutokana na changamoto ambazo wamekuwa nazo za magonjwa imewawia vigumu sana.